Bana mtazamaji, tunaarifiwa kwamba furaha, maumivu na mateso, safari ya muziki kwa mwanadada Zuchu itakutoa machozi. Historia yake pamoja na mafanikio, hii hapa tunakuletea kupitia Biomedia, mhabarishaji akiwa ni official Rose D. Karibu sana. Bana tunazama jijini Dar es Salaam ambako sauti yake iliposikika kwa mara ya kwanza. Wengi waliiona kama ya kawaida, lakini haikuchukua muda kawaida hiyo ikageuka kuwa nguvu ya kipekee. Leo hii jina la Zuchu ama Zuhura Othman Said limekuwa miongoni mwa majina makubwa sana ya wanawake ambao walitikisa Bongo Flava kwa muda mfupi, lakini kwa mafanikio makubwa. Nyuma ya mafanikio hayo kuna safari ya kujithibitisha, kuvumilia maneno ya watu na kupambana ili kutoka kivulini na kusimama mwenyewe. Kwa wasichana wengi wanaotoka ama wanaoota kuwa wasanii au kufanikiwa kwenye sekta nyingine, safari yake ni ushahidi kwamba kipaji pekee hakitoshi, ila inahitaji moyo mgumu, nidhamu na uwezo wa kuvumilia pressure. Mwanadada Zuchu alizaliwa katika familia ya muziki kama ambavyo wengi wanafahamu. Mama yake ni gwiji katika muziki wa taarabu Hadija Omar Kopa, lakini kaka yake ambaye ni marehemu Omar Kopa alikuwa maarufu nchini, jambo lililowafanya wengi kudhani njia yake ilikuwa rahisi. Lakini ukweli ni kuwa mtoto wa msanii mkubwa wakati mwingine ni mzigo, na watu huwatazama kwa jicho la kukulinganisha. Ukifanya vizuri watasema ni kwa sababu ya jina la mzazi na kuteleza kidogo. Lauma zitakuwa mara mbili kwamba ulibebwa hukuwa na uwezo. Sasa tunamwangazia Zuchu kwa upande wa kwanza. Kabla hajawa maarufu kwenye redio pamoja na mitandao, Zuchu alithibitisha uwezo wake. Alishiriki katika mashindano kama Techno on the Stage yaliyokuwa yanafanyika nchini Nigeria wakati huo. Majaji walikuwa Yemi Alade, alikuwa anaitikisa sana Afrika na kibao cha John. Lakini kwenye mashindano hayo ambayo yalijaa washiriki kutoka Afrika, Zuchu aliishia robo finali, lakini alifanya kazi kwa bidii na kujenga sauti yake ya kitofauti. Wako ambao walidai angeishia kuwa binti wa Hadija Omar Kopa bila alama yake mwenyewe, lakini hakukubali kubaki kwenye kivuli hicho na akajitengenezea mazingira yake mwenyewe ya kukua. Mwaka 2020 alipojiunga na lebo ya WCB Wasafi chini ya msanii na mfanyabiashara Diamond Platnumz, wengi waliona kama amepewa nafasi ya bahati. Katika nukuu yake ananukuliwa anasema, "Sikuwahi kutoa rushwa ya ngono, maana kila mtu anakuchukulia kama anavyopenda. Nikiwa studio nikiambiwa imba na imba. Wakaona nipo serious. Msichana huwezi kukata tamaa ama huwezi kukataa kutongozwa. Kuna wengine wanapata vishawishi na vishawishi vya ngono ndivyo watakavyochukuliwa. Sikupewa bahati, nilipambana sana. Mimi nimekaa Wasafi kwa miaka 4 hadi 5. Kuna muda nilikuwa namwambia kaka yangu nataka niache muziki niendelee na mengineyo." Anaongeza mwanadada Zuchu anakuambia, "Nimepambana sana hadi watu wananiona nimevumilia vya kutosha. Kuna kipindi nilipeleka nyimbo 5 kwa Diamond, zote alizikataa." Hata hivyo mtazamaji, kilichofuata ndicho kilichowanyamazisha baadhi ya wakosoaji. Ndani ya muda mfupi aliachia nyimbo zilizotikisa kama Wana, Sukari, Nisamehe pamoja na Nobody, na kuanza kuvunja rekodi za watazamaji kwenye mtandao wa YouTube. Kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi kirefu, Bongo Flava ilipata msanii wa kike aliyekuwa anaongoza kwa namba, si kwa kubahatisha wala kubebwa, bali kwa ushindani halisi wa soko. Na ndani ya muda huo Zuchu aliandika rekodi ya kuwa msanii wa kwanza wa kike Tanzania na Afrika Mashariki, video ya wimbo wake wa Sukari kufikisha watazamaji zaidi ya milioni 100. Rekodi nyingine ni EP yake ya I Am Zuchu mwaka 2020. Hii ilifanya poa sana hadi kumwezesha kushinda tuzo za African Music Magazine Awards kama msanii bora chipukizi. Mafanikio yake huja na changamoto kama ambavyo tunafahamu. Kadiri jina lake lilivyokuwa ndivyo mijadala ya mitandaoni ilivyozidi kuwa gumzo. Maisha yake binafsi, mahusiano, mavazi, hata maneno yake yalifuatiliwa kwa ukaribu. Kuna wakati alikumbana na maneno makali pamoja na kejeli, lakini alisimama kidete. Aliendelea kutoa muziki, kufanya maonyesho na kushirikiana na wasanii wa ndani pamoja na nje ya nchi. Hapo ndiko ambako funzo kubwa lilipojitokeza kwa wasichana wengi. Huwezi kuwazuia watu kuzungumza, lakini unaweza kuamua mazungumzo hayo yasikuzuie kusonga mbele. Katika nukuu yake anasema, "Kusema ukweli haikuwa inanipa shida maneno ya watu, kwa sababu Wasafi inajulikana kwa kiki na hiyo ni biashara. Watu wanapitia stressi, wanauguza watu
kuna muda inabidi kupitia kwenye page za udaku wakutane na kitu kutoka kwako, kwa hivyo ni vitu vya kawaida nadhani. Tasnia ya muziki Tanzania kwa muda mrefu imekuwa ikitawaliwa na wanaume wengi. Wasanii wa kike mara nyingi hukumbana na changamoto za kuonekana kama wanapitia kwenye migongo yao badala ya ubunifu. Zuchu aliingia kwenye soko hilo akashindana kwa kazi pamoja na ubunifu. Nukuu yake anasema, mimi nilikuwa nashindanishwa na wanaume kwenye lebo akina Lavalava, na kushindanishwa kulikuwa kunanisumbua, lakini kulinifunza kwa sababu wanaume wanaandika vizuri zaidi kuliko sisi wanawake. Kutokana na album na nyimbo zake ameonyesha uwezo wa kuimba, kuandika na kuwasilisha hisia zinazogusa rika tofauti. Nyimbo zake za mapenzi zimewafanya wengi kujiona ndani ya simulizi zake. Hilo limekuwa silaha yake, uwezo wa kuunganisha sauti pamoja na hisia za jamii. Zaidi ya hapo, amekuwa miongoni mwa wasanii wa kike waliotazamwa zaidi Afrika Mashariki, jambo ambalo linathibitisha kuwa mwanamke anaweza kuongoza soko bila kupewa nafasi ya upendeleo. Na mwanadada huyo ndiye mwanamuziki wa kwanza wa kike Afrika Mashariki, kazi zake kutazamwa YouTube zaidi ya mara bilioni 1, akiweka rekodi hiyo miaka 6 tangu amesainiwa pale WCB Wasafi. Mtazamaji wa Biomedia, naendelea kuangazia kile ambacho amekifanya mwanadada Zuhura Othman, unaweza kumuita Zuchu kwa jina lake maarufu ambalo anatumia katika sanaa yake ya uimbaji, na kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambapo kilele chake hufanyika Machi 8 kila mwaka. Simulizi ya Zuchu inagusa eneo muhimu, uhuru wa mwanamke kuchagua ndoto yake na kuipigania. Si lazima uwe mkamilifu mbele ya jamii, si lazima watu wote wakuelewe. Muhimu ni kujua unachotaka na kukifanyia kazi. Wasichana wengi hukata tamaa wanapokutana maneno ya kukatisha tamaa kutoka kwa watu wa karibu au mitandao ya kijamii. Lakini mfano wa Zuchu unaonyesha kuwa kukosolewa sio mwisho wa safari. Wakati mwingine ni ishara kwamba unafanya jambo linaloonekana. Safari yake pia ni darasa la kujifunza kuhusu nidhamu ya kazi. Kuachia wimbo mmoja mzuri ni rahisi, lakini kudumisha kiwango ni kazi. Zuchu ameonyesha uthubutu wa kutoa kazi nzuri mfululizo, kushiriki maonyesho na kuendelea kujiboresha katika mazingira ambayo ushindani na mkubwa na ladha za mashabiki hubadilika haraka. Kubaki juu ya kunahitaji zaidi ya kipaji, inahitaji kujitambua na kujisimamia. Jina la Zuchu linabeba ujumbe mzito kwa kizazi kipya kwamba si lazima utoke kwenye mazingira magumu sana ili uonekane shujaa. Wakati mwingine changamoto ni matarajio makubwa ya watu wa juu walioko juu yako. Kutoka kwa binti wa Hadija Omar Kopa hadi kuwa nyota anayejitegemea, Zuchu ameandika ukurasa wake mwenyewe katika historia ya Bongo Flava. Na kwa wasichana wanaosoma simulizi yake, funzo ni moja tu: ndoto yako ni halali, sauti yako ni muhimu na nafasi yako ipo. Usikate tamaa, amini siku yako inakuja. Simulizi hii inatamatishwa mtazamaji na msimuliaji mimi na Official Rose D. Uwe na wakati mwema, kwa heri kwa sasa.